Wandugu watazamaji wa channel yetu ya Mwanaweka TV, ni muda kufuata kipindi cha siasa ya leo ambayo tunazungumza leo siasa, na tunataka kuzungumza mazuri sana ambayo tunalenga haswa leo jinsi hali ikoje kuhusu vyama vya kisiasa vya opposition ya upinzani kwa wakati huu wa uchaguzi wa kampeni za uchaguzi. Na tuko na leo mwaliko wetu ambaye ni mara ya kwanza tunakuwa naye ndani ya studio hii, ambaye anaitwa Maungano Kihioka Maki, ambaye ni katibu tendaji kitaifa wa chama cha ACD cha Martin Fayulu Madidi, na atakuwa na mawili matatu ya kuzungumza kuhusu chama chao cha kisiasa cha ACD. Bila kawia cha kwanza namkaribisha ndani ya studio. Jambo bwana Maungano Kihioka Maki, na karibu ndani ya studio. Asante. Jambo ndugu mtangazaji. Ndio. Asante. Na tukianza kwanza na mada ambayo tutazungumza leo, umepokeaje kwanza mapokezi ya kinara wenu Martin Fayulu alipowasili hapa Uvira, kwa sababu shamra zilionekana lakini watu hawakuwa wengi kama vile kawaida? Asante. Acha kwanza nijitambulishe. Hata kama umesha kunitambulisha. Ndio, kwa urefu zaidi. Mimi ni Maungano Kihioka Maki, na kuwa katibu tendaji wa chama ACD jimboni ya Kivu ya Kusini. Ndio. Nikiwa zaidi hapa mjini Uvira. Ndio. Na kwa wakati huu tunakuwa wa kampeni, ninakuwa msimamizi au muangalizi wa kampeni ya President Martin Fayulu Madidi ambaye ni namba 21 humu jimboni ya Kivu ya Kusini. Ninakuwa kwanza na shukrani kwenye chain hii au shen hii kwa kunialika, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza naalikwa kwenye mtandao huu ili kusumulia, ili kujadiliana. Kwa kweli asante, shukrani nyingi kwa kunialika. Asante. Kufuatana na swali ambalo umeliuliza, tulipompokea President Martin Fayulu Madidi namba 21, na kuwa na shukrani kubwa kwa raia wa Uvira walivyompokea President Martin Fayulu Madidi. Alifika hapa tarehe 2 mwezi wa 12. Nimetoka kwenda kumchukua pa Bukavu, na tumekuja naye siku ya posho asubuhi kutoka Bukavu hadi hapa Uvira. Tumetembea njia ya Ngomu na Plaine de la Ruzizi bila hata polisi mmoja, bila hata askari jeshi mmoja. Tulikuja na president mpaka Kamanyola, ndipo delegation ya kutoka Uvira ilikuja kutuchunga. Wale polisi ambao walionekana wakati alipowasili walikuwa wamempokelea hapo Kamanyola ama walitoka naye Bukavu? Walitungoja hapa Kamvimvira, kurompwe ya Kamvimvira. Ndio. Lakini tangu Bukavu, Ngomu hadi Kamvimvira hakuna hata polisi hata umoja. Na ni kwa sababu gani? Ndio. Mtu kama vile Martin Fayulu Madidi, ambaye ni rais aliyechaguliwa na Wakongomani, anatembea bila hata polisi umoja? Ni kwa sababu ni mtu asiyekuwa na tatizo na mtu mwingine. Ni mtu asiyejiogopa. Ni mtu anayejiamini. Utaendelea baadaye. Na kwa nini ametoa madeklarasyon katika siku zilizopita ya kwamba kuna vitu vimoja vinakuwa kama ni vile hawaheshimia procedure shirika la seni la kutokusekirize wa kandidati wa urais wakati wanafanya makampeni kwenye nafasi ambayo kuna kwa usalama mdogo? Unajua, tunajua namna gani nchi yetu inakuwa na usalama mdogo. Nchi yote. Lakini nimekuambia kwamba amefika Bukavu. Kwa nini Teongwa Bije hakuandaa askari au polisi wa kumshindikiza toka Bukavu hadi Uvira? Kwa nini? Unaweza kujibu kwa nini Teongwa Bije ambaye President Martin Fayulu amefika Bukavu siku ya 5, amefanya meeting kwa Place de l'Independance, na anakuja Uvira siku ya posho? Kwa nini Teongwa Bije hakutayarisha? Huenda kwa asili wake kulikuwa kwa dharura. Ni kusema ya kwamba ni mtu ambaye hajiogopi, anajiamini. Acha turudi kwa swali hili la kumpokea hapa mjini Uvira. Tumetoka Kamanyola mpaka hapa mjini Uvira, tukisimama kwa kila kijiji. Kamanyola, Katogota, Luvungi hadi Mustadi de l'Unité. Ukiangalia video na kama ulikuwa sur place, utaona namna gani alipokelewa. Na
Tulipofika mu Stade de l'Unité, Ndio. kama ulikuwa hapa Uvira, uliona namna gani stade ilikuwa inajaa. Watu waliokuwa ndani ya stade, sote tunajua ugonjwa unaokuwa hapa mjini Uvira. Ugonjwa gani hii? Kwa sasa ambao wafanya siasa wameshapanda ndani ya watu kwenda kumpokea mtu, umpatie triko na wengine wapane pesa. Wana ni muonekano. Sisi kwa SID, Ndio. wale wote mtu anatoka Kamvimvira, wale watu wote wenyewe walikuwa mustadi. Hakuna watu tulitoa Kiliba, hakuna watu tulitoa Mplende la Ruzizi, hakuna watu tulitoa Makobola. Ni wakaaji wa hapa mjini Uvira. Mtu anatoka Kiyaya, mtu anatoka Kamvimvira, anakubali alipe bajaji ya 1000. Ndio. Aje mustadi ili asikilize ujumbe. Hakuna mtu aliyepewa hata senti moja. Hakuna mtu alipewa hata kepi, chapeau. Ndio. Hakuna mtu aliyepewa hata triko. Lakini watu mliona walikuwa namna gani? Cha pili, ile ni chama moja tu, SID, ndiyo ilifanya ile mobilisation. Haziko chama mbili hapa mjini Uvira, ni chama moja tu. Ndio. Wakati wenzetu nitasema wa Union Sacrée wanakuwa na chama 800, zaidi ya 815. Plus de 850 partis politiques ambazo ziko mu Union Sacrée. Lakini huko na waona wanaenda kubare Avenue Kalehe, wanafanyia meeting mu Avenue Kalehe. Wengine wanafanyia meeting sijui kumonima. Wameshaiba pesa za barabara, wengine wameiba pesa za kuleta kura, wengine wamekula pesa sijui za nini. Lakini niko nasema ndio wajaiba kwa sababu lakini ndio wanaenda fanyia meeting barabarani. Ndio. Kama nao wako wanaume, wako wa Union Sacrée, wako na parti zote, serikali ni yao, si waende nao mu Stade de l'Unité nao wafanye meeting kama wako wanaume? Uliona organisation yetu SID tulivyojiorganize. Pale kulikuwa podium ambayo tulikamata. Ndio. Ile podium wafanya siasa wa Uvira, kwa sababu wanafanyaka toujours ni copier coller, hawana innovation. Na watu wanakuwa na roho mbaya sana, wakishasikia ni mtu wa Uvira naye anakuwa na kitu, hawawezi kukua na susia kusema kwamba aendeleleye. Wenda ilikuwa podium ya mtu ambaye ilikuwa tu ya nyumbani tu. Podium ilikuwa hapa. Ndio. Walikuwa wanataka waikamate, walikuwa wanapana $800. Ndio. Wengine walikuwa wanapana sijui $2000, walishindwa kuikamata. Lakini wakati walisikia tumeikamata, uliona podium iko mule. Je, na nyewe kwa mikopo ya kusema kwamba tuko wakope kwanza meeting ifanyike, baada hapo mtakia angalia jinsi ya kulipa? Kontra ya podium iko hapa. Mwenye anajua kusoma anaweza kusoma. Kontra ya podium iko hapa. Inaonekana. Na resi iko hapa. Ndio. Tulilipa $7,000 za Kimarekani kwa kuchukua ile podium. Ukiangalia aliye sahihi hapa ni directeur general wa Global Business Sound. Na aliye sahihi hapa ni Maungano Kihyoka Maki, ni mimi. Na wengine sasa kwa sababu wanafanya kopie kole, ndio naona wengine wanaanza kuichukua. Je, mbele President Martin Fayulu afanye meeting mustadi, si walikuwa wameshafanya meeting mingi? Kwa nini hawakuchukua ile podium? Kwa sababu ni watu ambao hawapendi kupromouvoir wa entrepreneur. Ni watu hawapendi, wanakuwa kama vile wako na chuki. Na wenyewe wako wanaikamata, hawatoi pesa ambazo sisi tumetoa. Na hawatumie vyombo vyote, hawawezi pata pesa. Kwa hiyo watu wote tuliowaita ndani ya stade, waliokuja kumsikiliza President Martin Fayulu, ni watu walikuja kwa hiari yao wao wenyewe. Ndio bwana Maungano Kihyoka. Yaani ni kupitia ile podium ambayo umeununua na mumealua kwa bei nyingi sana, ndio maana hata wakati wa hotuba yake amemaliza Martin Fayulu na kusema kwamba mimi naacha kitanda, wengine watakuja kulalia heko. Yaani kumaanisha hivyo. Ni kusema ya kwamba President Martin Fayulu iko modèle. C'est un homme modèle. Yeye anataka kupromouvoir les talents zenye ziko ku niveau
na local. Ndiyo. Yeye anataka kupromouvoir parce que ukiangalia mu mapilier zetu za gouvernement yetu, Ndiyo. tunasema la promotion de l'entrepreneuriat. Nous devons promouvoir watu wenye wako na initiative localement. Ndiyo. Et donc unaona kwamba ile podium ilikuwa hapa mjini Uvira, lakini watu wa Uvira walikuwa wanashindwa kuichukua, lakini wafanya siasa walikuwa wanashindwa kuichukua. Walikuwa wanafanyia sijui meeting kuma podium za mbao, lakini wakati walisikia kwamba president ameichukua na wanataka wajionyeshe hivi, sasa nao wanaanza kuitumia. Lakini ukiangalia vizuri hawatumie vyombo vyote, wanatumia nusu ya vyombo kwa sababu hawawezi weza. Bwana Maungano Kioko amesema kwamba yeye Martin Fayulu ana promouvoir entrepreneuria ya niveau locale. Kwa pande wako nyie mlikuwa mnataka kugombea katika chama chenu cha ACD, mkugombea katika ubunge wa kijimbo kama vile kitaifa. Na lakini ikafikia wakati huu wanakuja kuambia kama ni autorite mkani decision litoka kwamba wakandidati wote wa ACD wasipostile, lakini kinara wenu tu ndio mwenye anapostile. Je, hapa kujaonekana sura kama vile ya maendeleo zenye ziko za mtu mmoja kibinafsi na wakati anashinda kumuka wengine na ikawa kama vile amewacha barabarani? Kubali nikwambie kwamba ndio ACD ni chama ambayo iko bien organisé, iko bien structuré. President Martin Fayulu Madidi ambaye ni namba 21 kwa wafanya siasa wote wanaokuwa nchini mwetu Kongo, ni mtu ambaye anakuwa anaheshimu watu wake. Ni mtu ambaye hasimamaki anachukua decision yeye mwenyewe, hapana. Iko decision zenye ziko concerté. Ni kusema ya kwamba decision ya sisi kutokupostile sisi wa député, wa candidat député nationaux, wa candidat député provinciaux, iko decision ya parti. Na kwa kuonyesha kwamba iko decision ya chama, mimi Maungano ningelitoka mu ACD, lakini sikutoka. Niko hapa, niko mu ACD. ACD ingeligabulikana, lakini ACD iko parti moja tu. Comparativement na parti zingine ambazo unazijua, nitazitaja IDPS. Ziko IDPS ngapi? Kuko IDPS Chiseketi, kuko IDPS sijui Bruno Chibala, kuko IDPS sijui hii ya Mwenga. Na leo hapa Uvira kuna kuwa IDPS Mchepe. Je pense mulisha viona. Lakini ACD imebaki kuwa ACD. Ni kusema ya kwamba Bwana Maungano kuja kwa IDPS Mchepe hapa. Ni kuonyesha picha ya IDPS Mchepe. Imesha chapwa pa Luvungi, biro ya IDPS Mchepe. Ni kusema ya kwamba ACD imebaki kuwa ACD kwa sababu iko decision ambayo tulichukua kwa parti yetu. Ungeliniuliza ilianza namna gani? Tulienda kwa Lubumbashi ambapo wakandida 5 walikusanyika hapo kwa Lubumbashi, na tukakubaliana sote kwamba il faut tufanye audit ya fichier electoral. Na wewe ulikuwepo? Tulikubaliana. Na wewe ulikuwepo? Unapenda tu mpaka nione kufoto, mpaka nikualike kwamba nimeenda? Nimekuambia tulikuwa kwa Lubumbashi. Ni swala la kuhakikisha tu kwamba ulikuwepo. Tukazungumuza, wakandida president wakazungumuza. Ilikuwa ni reunion wa kandida president wakazungumuza. Wote wakakubaliana. Tulitoka Lubumbashi tulirudi. Ziliendelelea. Lakini kila mtu alikuwa iko na intérêt yake ya kuproteger. Kuna wale ambao walikuwa na intérêt ya kuproteger ya madossier za nationalité, wengine walikuwa wako na dossier za Bukangalozo, wengine walikuwa wako na dossier zao particulier. Lakini kwa kukomboa Kongo, sisi tulisema ya kwamba hatuta deposer makandidatire zetu kama seni hayafanya audit ya fichier electoral, na tulibaki hapo. Senko na SSC walilomba audit citoyen, lakini seni ilikataa. Na ulisikia Senko ilisema, porte-parole wa Senko na SSC walisema, si la CENI n'a rien à cacher, elle doit accepter l'audit que la Mouka Fayulu a demandé et nous l'audit citoyen que nous avons demandé. Lakini CENI haikukubali kwa sababu réellement ilikuwa na vitu ambavyo walikuwa wanafichika. Kwa hiyo sisi baada ya kuona kwamba mambo yamepitikana huko, tulikusanyika tena ndani ya chama chetu na tukamruhusu President Martin Fayulu Madidi kwenda kuchia kandidature yake. Na mliona
wakati president alichia kandidatire yake, uliona namna gani siasa ya nchi ilipata kizunguzungu. Namna gani watu wa Union Sacré walienda kumleta Jakaya Kikwete kwa Tanzania, wanamleta kwa Lubumbashi ili wafanye reconciliation na Kabila, lakini Kabila aliwakatalia. Uliona namna gani Felix alienda leta watu wa SADC kusudi wafanye tena reconciliation na kuingiza ndani ya seni. Uliona namna gani ile ilikuwa ni kwa ajili ya kandidatiri ya President Martin Fayulu Madidi. Kwa hiyo ni kuambie kwamba iko decision yenye ilichukuliwa kwa niveau ya parti na ndio maana sote tulibaki kwa mstari. Je, kwa nini maamuzi yao chukuliwe vile wakati wanawaacha wenye barabarani, wakati mko mshamobilize watu ya kwamba mtakuwa wa kandidati? Je, mmejisikia kwanza moyoni? Hakutuacha barabarani. Ingelikuwa alituacha barabarani, mimi Maungano Kiyoka Maki siko mumufuko ya mtu yeyote. Je suis un homme libre, je suis scientifique, je suis professionnel, je suis un homme intègre. Ni kusema hakuna mtu hapa chini ya jua mwenye anaweza kusimama leo ananiweka ndani ya mfuko kusema kwamba nitembelee kwa sheria zake. Hayupo. Lakini ni kwa sababu malengo ya President Martin Fayulu Madidi na malengo yangu yanaambatana. Vita ni vimoja tu. Tuwe na Kongo yenye iko huru, tuwe na Kongo yenye nguvu, tuwe na Kongo yenye maendeleo. Ndiyo komba ambayo tunakuwa nayo. Je, na mna imani kwamba Martin Fayulu akipita na wakati yakuwa na wabunge katika ngazi ya kijimbo na kitaifa, unaanzani kwamba kuna anaweza kaweza kutumika muhula wake mwenyewe bila nafikiri ya kwamba ni vizuri na ni muhimu sana zaidi kusoma katiba ya nchi na kusoma hata sheria ya uchaguzi. Hakuna katiba ya nchi ambayo inakataza kwamba president hawezi kuwa kandida, hawezi kuwa president kama hana wanabunge. Na ukiangalia kwanza hii sheria ya uchaguzi ambayo wamefanya, ambayo Kadima alifanya, inafanya wa president kukuwa candidate kukuwa wa vulnerable. Unaweza kujiuliza, leo ndani ya nchi yetu ya Kongo tunakuwa na vyama karibuni zaidi ya 912. Hapa mjini mwetu Uvira, niambie chama gani ambacho unategemea kwamba kinaweza pata wadepute wawili? Hakipo. Cha pili, kwa nini katika wakandidati kwa presidence wamepostile kukuwa kome wakandida independent? Hata Chilombo yeye mwenyewe ambaye yupo madarakani lakini alipostile kome independent. Kwa sababu gani? Ni mkuu wa chama vile. Ni mkuu wa chama gani? Kwa sababu gani? Ikiwa kweli chama chake kina nguvu, kwa sababu gani amepostile kukuwa independent? Huu ndio tofauti sasa ambao tunao sisi na President Martin Fayulu Madidi na yeye Chilombo. Ikiwa amepostile kuwa independent, kwa sababu gani amepostile kuwa independent? Kwa sababu anafungwa. Hawa watu ambao tayari iko nao wanamfunga. Wakati atapata madaraka, watagabua tena madaraka jinsi walivyo. Lakini sisi President Martin Fayulu Madidi tumepostile kome mu regroupement ambayo tunaita Lamuka Fayulu. Atakapochaguliwa na wakongomani kuwa rais wa nchi, wale wote ambao watakuja kwake kumuomba yeye kama vile raisi, tayari mchaguliwa na wakongomani. Si kama vile Chilombo ambaye tayari baada ya kusahihi maakoro na Kabila na sasa ameendelelesha na hawa ambao anafanya sasa kumchukua kama vile sijui anakuwa kandida independent. Huu ndio unakuwa tofauti kati yetu na yeye Chilombo. Huenda hizo akora zina uhakika zaidi. Tukienda na swali lingine bwana Maungano Kiyoka, kwa jinsi Martin Fayulu anazidi kupokelewa katika vijiji ambao anapitia heko, je, kuna sura kuonekana kwamba kule atapita katika uchaguzi huu? Nafikiri unaweza kujibu kwa swali hilo wewe mwenyewe. Uko mtoto wa hapa Uvira. Uko mtoto wa hapa Uvira, umeona namna gani President Martin Fayulu Madidi amechaguliwa, amepokelewa hapa mjini Uvira. Watu wametoka mjini kwao. Wametoka kwao mpaka mustade bila kupewa hata 1000 ya makongomani, hata senti moja ya makongomani. Wametoka, sikiliza, wametoka kwao mpaka mustadi de l'unité. Hawakupewa hata triko moja, hata t-shirt moja, hata chapeau moja.
walikuwa mustade de l'unité, lakini hawa wengine epi sisi ni chama moja tu, ni SID, hatuko chama mbili. Ndio. Lakini hawa ambao wanakuwa na vyama zaidi ya 815 uko na waona wanafanyia meeting kwa Avenue Kalehe, wanafanyia meeting kumonima. Kwa nini? Nani mwanaume ambaye yupo hapa chini ya jua? Nani candidate kwa presidence ambaye unajua kwamba kweli kweli anaweza mobilize kuzidia President Martin Fayulu Madidi, anaweza kuwa na sauti kuzidi President Martin Fayulu Madidi? Hawa ambao wanakuwa wizi wa pesa za wakongomani, yani hawa ambao wameua wakongomani, yani kwa pande wako atapita? Hapana, kwa upande wangu. Ndiyo. Yule ni president wa wakongomani. Mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 President Martin Fayulu Madidi atakuwa proklame kukuwa president wa nchi hii na ataiongoza. Imani hiyo unayo. Na ni kwa nini sasa Martin Fayulu wakati akaenda mazungumzo wengine wa candidate watafute mgombea mmoja wa opposition, lakini yeye anakuwa anakiondoka akijiondoa na wengine? Ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea hapo? Alijiondoa wakati gani na mahali gani ambapo alijiondoa? Wakati alijielekeza huko South Africa. Wamesema tafute kandida kome wa opposition, yeye akakataa. Na wakati wangalau kandidati wengine kama vile Moise Katumbi, nyuma yake kulikuwa wengine wa kandidati kama vile Seth Kikuni na wengine ambao walikuwa nyuma yake, na Matata Mponyo wanamsaidia Moise Katumbi. Yeye akajiondoa kivyake yeye mwenyewe na wengine wa kandidati. Kwa nini yeye kila wakati anakuwa anajiondoa na wengine? Nafikiri hizo zinakuwa habari za vijijini. Hizo zinakuwa ni habari za Mulaki Tanganyika au za Mubajaji. Mimi ninavyokuambia, siko mfanya siasa wa mukanivo hapa mjini Uvira. Hapana. Niko mfanya siasa ninayekuwa ndani ya mafiga mule ambapo wanapigia vitu. Hayo mazungumzo. Watu walienda Pretoria. Ndiyo. Na walioenda Pretoria walikuwa ni wanani? Walikuwa ni wa secrétaire généraux. Ndiyo. Walienda ku séminaire, walienda ku conference Afrique du Sud, wanaalikwa. Ndiyo. Na walipoenda kule, sisi tulimtumana Professeur Devos Kitoko, ambaye ni secrétaire général wa SID. Ndiyo. Na ambaye sasa yeye ndio directeur de campagne, coordonnateur wa campagne wa President Martin Fayulu Madidi, namba 21. Na walienda na mwingine Felix Senga, ambaye ni coordonnateur adjoint. Ndiyo. Kulikuwa chama ya LGD ambayo ni ya Matata Mponyo. Naye kulikuwa wa representant wake. Kulikuwa chama ya kulikuwa chama ya nani ya Prix Nobel Mukwege. Kulikuwa wa representant wake. Kulikuwa watu wa Denise Sanga walikuwa kule. Kulikuwa watu wa Assemblée pour la République walikuwa kule. Wanaenda ku conference sur, ukiangalia tematike haikukuwa ya kuchagua kandida kome. Tematike ya invitation wanasema iko mekanisme ya kurenforcer demokrasi. Ndio ilikuwa. Lakini walipofika kule, kwa sababu unajua kitu kinacholeta aibu ni kwamba unaona watu wanavaa koti, mtu iko na tumbu, mtu anatembea, unadhani kweli kuwa ni mwanaume, unadhani kweli kwamba ni mtu. Kumbe sijui tumpatie jina gani. Watu wanafika Pretoria wamesha kula pesa za wengine watu. Wamelipiwa na tike. Je, na nyinyi mkuzipata? Nini inaweza ikahakikisha kwamba nyinyi mkuzipate? Sikiliza. Watu wanafika Afrique du Sud Pretoria na walishalipiwa, walishakula pesa. Wanafika kule wanaanza mambo kusema kwamba watachagua kandida kome. Est-ce que secrétaire général ndio mwenye iko na uwezo wa kuchagua kandida kome kwenye kandida yeye mwenyewe iko? Kwa nini uliona watu wanatoka kule wanarudi na wanaanza kujiproklameke wao wanafuata mtu fulani? Ilikuwa complot yenye ilikuwa inafanywa contre la nation congolaise. Donc walikuwa wanaunda mbinu zao ili waone namna gani wataweka President Martin Fayulu kando. Lakini unajua President Martin Fayulu Madidi tunamuita ni commandant du peuple. Ni mtu wa Mungu, ni mtu wa wakongomani. Hakuna mtu hapa chini ya jua ambaye anaweza kumweka kando. Watu wote ni watu wa Mungu. Na kwa nini Martin Fayulu wakati amehutubia watu hapa Uvira alisema kwamba
kandida kome wa opposition anapaswa toka, ni raia ndio anapaswa kumchagua, na wakati ye, kitu cha kwanza anakuwa anapigania zaidi, anakuwa anasema kwamba wapatie kwanza madeba contradictoire na wengine wa kandidati. Je, hawezi kuwa iko nguvu sana kwa sababu ni profesa anafundisha, yuko vizuri sana kwa maneno ya kusema, lakini kwa utendaji kazi inakuwa anashindwa? Ndio maana nafikiri kwamba ungenisikiliza vizuri. Ndio. Wakati walitoka Pretoria, Ndiyo, wanafika mjini Kinshasa, uliona namna gani watu walianza kujisalimisha wao wenyewe, kwa sababu walikuwa tayari wamepewa pesa. Tunajua watu ambao walipewa caution, walipiwa caution na wengine wa kandidati. Kwa nini? Kwa sababu walijijua kwamba wao ni wakigingi wa wengine. Kwa hiyo wakati unasema kandida kome wa opposition, Ndiyo, jameni, hawa watu wote ambao mnawasema leo, nitawataja majina. Ndiyo. Nitaanza na Matata Mponyo. Alikuwa wapi wakati anafukuzwa, iko na dossier yake ya Bukangalozo? Wakati yeye anakuja kumuona President Martin Fayulu Madidi, niko Kinshasa mwezi wa 4 mwaka wa 2022. Tulikuwa kwa meza moja wakati President Fayulu alimpokea Katumbi turi ya kwanza. Mimi nilikuwa na alikuja kuomba huruma. Alikuja, unajua hata Wafuliru wanasema wakati unaona imbwa inarowana, ukishaikausha il faut faire attention, inaweza kukugeukia inakuuma. Zilikuwa ni umbwa zenye kurowana. Watu wameshafanya madega. Watu wameiba inchi. Watu hawaweza kawa. Nasema hivi. Ndio. Nasema kwa mfano wetu wa Kifuliru, wanasema hivi. Ndiyo. Ukaona imbwa imerowana, imepigwa na mvua. Wakati inakuja kwako, ifo kufanya attention, kufanya hange. Ndiyo. Kwa sababu itakauka, inapata kifukutu, itakugeukia. Na ni haya mambo ambayo unaona leo. Wakati Katumbi tulikuwa naye na Mulamuka, anatoka anaenda Muinyo Sacre na Felix. Ndiyo. Alipata ministère 5 na vice ministère, y compris ministère ya enseignement supérieur et universitaire, hii ambayo Nzangi Muhindo anaiongoza leo. Ndiyo. Wako wa comptable wa manda ya Felix. Walisema kwamba wanaenda kumsaidia Felix kuongoza nchi. Na wakati wanaenda kujiunga na Felix Muinyo Sacre, Ndiyo, Jean-Pierre Bemba alienda. Wengine walienda. Uliona Fredi Matungulu alienda. Hatukukataza mtu. Kwa nini Jean-Pierre Bemba hakurudia mu opposition? Kwa nini Fredi Matungulu hakurudia mu opposition? Wamejiasime. Na leo wako derrière Felix. Wenda siasa. Kwa nini sasa yeye huyu Ndiyo. anasema mwaka mmoja, anasema hawachangie tena Manda na Chilombo? Ni kusema watu hawajui kitu ambacho wanatafuta. Sisi tulibaki ndani ya opposition. President Fayulu, mimi maungano Kiyoka Maki, hatungelibaki ndani ya opposition. Wao wangelikuta opposition iko wapi? Wangelikuta opposition wapi? Na leo sasa wanakuja wanasema watakuwa wakati. Il faut éviter de jouer avec les gens. Hapana kucheza na watu. Sisi tumeteseka juu ya hii Kongo. Nitakuambia hapa kuko vibarua ambavyo unaviona government ya Kongo ilisahihi. Ndiyo. Hapa kuko barua ambayo imeandikwa tarehe 12 mwezi wa 2 mwaka wa 2021. Ndiyo. Anayeandika barua hii ni Gilbert Kakonde. Ndiyo. Ambaye ni vice premier ministre, Ndiyo. ministre wa interieur. Anaandikia Felix Chilombo. Anaandika à son excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Kiini ni transmission de l'état de besoin pour la reddition des éléments du M23. Hii ni barua. Kama unaweza kubali nisome barua hii. Ndiyo. Anaandika hivi. Wenda watazamaji wataipata yote kwa wote. Anaandika hivi. Kwa ufupi tu. Ndiyo. Une délégation officielle du M23 séjourne à Kinshasa depuis le mois d'octobre 2020 avec pour mission de présenter son soutien total et sans faille ni condition au chef de l'État dans sa vision pour la paix et le développement du pays.
Les différents échanges menés par mon équipe sous ma supervision personnelle avec cette délégation sont bien documentés et ont permis d'établir une feuille de route dont l'issue convenue est la reddition totale de près de 6 000 éléments du M23. Après l'évaluation, il s'avère qu'un délai maximum de 9 mois est nécessaire, ainsi qu'une mise à disposition d'un fonds estimé à 1 334 665 $. Huyu ni vice-premier ministre ambaye analomba pesa za kupatia wa M23 na kusema kwamba huyu anarepondre kwa barua hii ambayo ni barua ya Ibalangi ambayo walikubaliana na Felix kwamba watafanya intégration militaire et intégration politique ya wa M23, na hao wa M23 wanaenda Kinshasa, wanafanya 14 mois mu hotel, wako wanakula pesa za Kongo. Wakati wanafanya haya mambo, ANR ilikuwa wapi? FRDC ilikuwa wapi? Polisi ilikuwa wapi? Tous les services de renseignement ziko wapi? Wakati wanatoka Kinshasa mwezi wa 12 tayari walishafanya union sacrée. Katumbi naye iko union sacrée, wanakuja kuanza vita vya M23 chanzu. Hawa watu walifanya nini? Wakati walienda kusaidia Chilombo kujenga nchi. Wenda yale yalishindikana, lakini sasa wanataka tena kuanza full, lakini rais amesema kwamba hayo yanaweza fuatiliwa kwa umakini. Ndio maana walisema hata wataweka wazalendo ili kusaidia, na wazalendo wako wanasaidia vile vile. Ndio maana wa majimaji wanazaitwa kwa sasa wazalendo. Ni kwa sababu hawakuwa na nguvu. Ni kwa sababu hawakuwa na uwezo. Na wakati unaposema wazalendo, nilipenda watu wa Uvira, nilipenda watu wanaotusikia, wanaotufuata watusikilize vizuri. Unajua Felix iko danger kubwa sana kwetu wa Kongomani. C'est un homme très dangereux. Kwa sababu angekuwa dangereux mwa miaka 5 kama hangekuwa kutumikia raia vizuri. Ninasema ni wewe unajua kwamba alitumikia raia vizuri. Tuko ndani ya studio. Kureli shenda mara ngapi ndani ya studio hii? Kwa sababu hatuna hata umeme. Tumesha hesabu karibuni turu 5, kura iko naenda. Kisha unasema anatumikia raia vizuri. Na maji ya kunywa hatuna. Sikiliza nikueleze hiyo. Bwana Maungano. Nimesema kwamba Felix Chilombo iko danger kubwa sana kwa wakongomani. Wakati tayari amesha finance wa M23. Hawezi kwa finance. Sikiliza, nahitaji unisikilize vizuri. Nakusikia vizuri. Wakati tayari amesha finance wa M23, amewapatia pesa, amewachia ndani ya mahoteli mazuri. Wanatoka Kinshasa kwa kufika Bunagana, kwa kufika Chanzu, walipitia wapi? Wa M23 wakati walibana Bunagana tarehe 13 za mwezi wa 6 mwaka wa 2022, waliendelelea. Wakomersa wote wa Nord Kivu walikataa kwamba hawawezi lipa taxe kwa wa M23, kwa sababu kwa kwenda Butembo unapita Ruchuru, na walianza kupita Kichanga. Ndio maana uliona wa M23 walienda kwa haraka sana mpaka kwenda kukamata mji wa Kichanga. Na sasa walikamata mji wa Kichanga tangu mwezi wa 2. Kamio ambazo zilikuwa zinaleta chakula, zinaleta mbao kutoka Kanyabayonga, kutoka sijui Walikale, kutoka Pinga. Kamio moja ilikuwa inalipa $520 za dola. $520 kamio moja. Na kwa siku moja kunapita karibuni kwa udogo sana kamio 15. Ukisha hesabu, sikiliza nimalize. Ukisha hesabu wamefanya siku 240. Kila siku wako wanalipa $520. Kwa hizo siku wa M23 wamepata $7 millions ambayo wamepata kwa Kongo. Ukiangalia kule kwa Bunagana mu Parke National ya Virunga, kila siku kunatoka kamio 8 za mbao zinaenda Rwanda, Uganda na Kenya. Ni kusema ya kwamba
Ndio. Ni government ya Kongo ndiyo imefinance. Kisha anakuja huku sasa kuchukua wazalendo. Unasema kwamba leo tunasema wa maimai wanakuwa wazalendo. Je, unajua namna gani wale wa vijana wetu wanateseka? Mimi nakuambia kwamba wanatumikia nchi. Ukishakamata milioni moja wa dola, upatie wale wazalendo, kwa mwezi mmoja watafika Kigali. Lakini walikuwa wanagombana kichanga. Mmoja iko na lipapa kumuguu na lipapa lingine liko mkono. Askari mwenye iko vitani. Na ulikuwa unaona walikamata kichanga. Kwa siku mbili tena M23 inakuwa pale. Mimi nilitembea katika miji yote. Bwana Maungano, tunazungumzia siasa. Hiyo tunakuwa ni sawa bala. Nilifika Kilolirwe, nilifika Kichanga, nilifika Bwiza, nilifika Mulimbi, nilifika Bishusha, kule kote nilifika mpaka Bunagana nilifika. Nilimaliza territoire yote ya Ruchuru, nilimaliza territoire yote ya Masisi, kokote ambapo wa M23 wako, kokote ambapo wa Maimai wako, nilifika. Utaona ya kwamba muuaji ni Felix Chilombo. Hapana. Bwana Maungano Kiyoka, tunazungumza leo siasa. Na wanasemaga hivi bahati wanaweza kupitia mlango wala dirishani. Kwa nini Martin Fayulu wakati wa uchaguzi ambao uliopita wa mwaka 2018, 2018 halitishwa na Rais Joseph Kabila waje wakazungumza akakataa. Na baada ya hapo matokeo ikaja kwamba Rais Felix Tshisekedi amepita. Na kumkabaki kila wakati wakikuita kwenye platform kuzungumza kuhusu siasa inakuwa ni president Eli. Kweli matumaini yapo wakati ukiangalia jinsi ya hali ya siasa inakuwa ikiendelea kwa sasa. Katika sisi ni walimu. Ndiyo. Na kwa walimu tunakuwa na ile strategy ya research au ya utafiti. Ndiyo. Ambao tunaweza kutumikisha sondage. Humu ndani ya studio tuko karibuni watu 5. Tukishafanya sondage humu, tuwaulize hao watu 5. Kwa mwaka wa 2018, wewe wangapi walichagua President Martin Fayulu Madidi? Utakuta kama wote 5 walimchagua, mkiwemo wewe. Kwa hiyo, wewe wasema. Kwa hiyo, ni jambo ambalo lilifanyika kwa Kongo yote nzima. Wakati unaposema kwamba aliitwa kwamba waende wagawe inchi, waende wazungumuze. Ilikuwa ni mazungumzo ya kugawa. Samahani sana. Ndiyo. Sasa yule ambaye alienda kuzungumuza leo iko wapi? Ameleta inchi wapi? Je, unaweza niambia kitu kimoja sasa tu kenye Felix amefanya baada ya mazungumuzo yake na Kabila? Wakati aliunda Union Sacrée, ulipata diskuri yake. Alisema hivi, ilikuwa ni diskuri ya machozi. Na hivi kwa mwezi uliopita, dernier discours ambayo alifanya kwa Senat mkongre, amefanya discours ya uongo. Wakati kiongozi wa nchi mzima iko anasema kwamba amepandisha mshahara wa walimu. Na unajua hapa mimi niko mwalimu. Mwalimu anapata pesa ngapi? Wakati kiongozi mzima wa nchi iko nadanganya raia wake. Barabara hii ya route nationale numero 5 kutoka Bukavu hadi Fizi wamesema wameshaijenga. Wewe huko hapa Uvira. Nadhani wako wanatengeneza polepole wana Maungano. Nadhani uko napita mnakutasha wako wana compacti udongo. Nadhani sija kukata kauli. Nafikiri ya kwamba kuna watu wengi wanakuwa wagonjwa na wagonjwa wa vichwa. Ndio. Mimi nakuuliza kama vile unavyoniuliza. Je, barabara ya Uvira inajengwa au haijengwi? Nijibu. Ndiyo au hapana? Uko hapa Uvira. Wakati kiongozi wa nchi yeye mwenyewe anasema ya kwamba tayari ameshajenga barabara. Jibu unayo ya kwamba na barabara nadhani uko naona jinsi. Niko naona nini? Asante sana. Swali la pili. Ulikuwa unazungumza kwamba rais hajafanya kitu chochote kwa pande wako. Je, kwa sasa hujawahi kusikia kwamba wazazi watakuwa wanazaa kwa bure? Wale ambao kuzaa kwa bure. Nadhani ushawahi kusikia kwamba wanafunzi wa mashule ya école primaire halilipi kwa sasa. Mashule yote ya serikali. Nadhani ni kazi. Na wakati mwingine rais hata wa nchi Felix Tshisekedi alifanya renforcement ya diplomasi na nchi zingine ambazo zilikuwa zizungumzi vizuri na nchi ya Kongo. Asante sana. Wakati unaposema wazazi hawalipi tena masomo na wengine wataanza kuzaa kwa bure, ninasikia kama vile cheko. Nafikiri ulisomaka. Tulisoma twende na. Mimi ninakuwa mwalimu. Ndiyo. Unaweza kuwauliza walimu
Angalia niveau ya education ambayo tunayokuwa nayo leo. Hawa watu kama tunaendelea na hii education ambayo tuko nayo leo, kwa miaka 5, kwa miaka 10 baada ya Chilombo itakuwa namna gani? Nafikiri ya kwamba ile iko asasina ya education. Leo mtoto mwenye sikia. Ndio, ni mada yake ya kwanza. Wakati unasema ni mada yake ya kwanza, muhula wa pili asaidie Isa kuongoza nchi. Wakati unasema ni mada yake ya kwanza, mwanamke pour que azae, il faut afanye miaka ngapi mu nyumba pour que azae mtoto wa kwanza? Ile ni tofauti na uongozi. Na kuuliza mwanamke unapooa wewe, wakati unakuwa na mwanamke umetoka kuoa, unakuwa na mwanamke nyumbani, il faut afanye miaka ngapi? Mimi niko sikia. Ni utofauti wa kuongoza. Kuongoza na kuzaa ni utofauti. Ile ni mambo ya unyumba na ile ni mambo ya sio utofauti. Ndiyo. Na kujulisha hivi. Ndiyo. Sisi ambao ni watu wa kutime, unapooa kwa mwezi mmoja, kwa miezi miwili, kunakuwa washangazi, kunakuwa watate ambao wanaanza kukuuliza, je, bibi yako hayaanza kusirika? Bibi yako hayaanza kutema? Bibi yako kunakuwa masinyo kwa miezi miwili, miezi mitatu, premier trimestre. Ni kusema kiongozi ambaye atatumikia nchi yake hailombi awe na miaka ngapi kusatumikia raia. Ni kwa sababu viongozi wengi ni wafanya biashara. Ni kwa sababu viongozi ambao tunapata wanakuwa hawana susi na raia wake. Mimi ni mwandishi wa kitabu nilichokiandika La Kakistocratie et la Kakocratie du système politique de la RDC. Nilisema ya kwamba tangu independence mpaka hivi nchi yetu tunakuwa na tatizo la uongozi. Na ile iko neokolonialisme. Wanaangalia watu wasiokuwa na akili timamu. Ndio wana tatizo la uongozi. Kwa nini nyinyi kama upinzani mwezi mkasaidia zile ambazo zinatumika madarakani kuonesha jinsi ya kuongoza vizuri? Nafikiri ikiwa leo tunaweza sema nchini Kongo. Leo ikiwa unaweza kuwa na usalama kidogo, ni kwa sababu sisi upinzani tulisema. Ni kwa sababu sisi tulitumika. Tungelimwachia Chilombo aendeleleye na complot yake ambao walifanya na Kabila. Complot gani? Nafikiri ya kwamba complot, nafikiri umeshaisikia. Corneille Nangaa ameshasema. Le General John Numbi ameshaisema. Mchele tayari umeshamwangwa. Mambo gani ambayo hauyajui? Huenda siasa. Ni kusema ya kwamba mimi nimekuambia kwamba nilitoka hapa Uvira. Nilitoka hapa Uvira nilienda kwa Nord Kivu. Nilienda kufuatilia mambo ya wazalendo. Namna gani wako wanatumika, wako wanapigana. Wazalendo wanapata nini? Hawana hata formation moja. Na vifaa vya vita hawapati. Nimezunguruka territoire ya Nyiragongo yote. Nimezunguruka territoire ya Ruchuru yote. Nimezunguruka territoire ya Masisi yote. Kuonyesha ya kwamba sisi tunatumika. Habari tunazozisema tunawaleta wafanyie wa Kongomani. Mwaka wa 2021 nilikuwa Beni na Honorable Jean-Baptiste Kasekwa. Tulikuta ya kwamba wakati walifanya etat de siege, general wako wanafanya raporo kwamba Beni wanatia 21,000 militaires. Tulifanya uchunguzi. Tulikuta ya kwamba hakufiki hata 2,000 ya wa militaires. Kulikuwa affecté kule 21 generaux. Wenye walikuwa Beni. Bwana Maungano Kiyoka. Na tulisema yale yote. Wakati huwa siasa. Lakini wale watu ambao walikula zile pesa za waaskari walifanya namna gani? Walipata mapromotion. Ni kwa sababu ndio systeme yao. Bwana Maungano Kiyoka, wakati huwa uchaguzi na kampeni za uchaguzi, kila mfanya siasa anakuwa anakogotea kama vile shuka ngambo yake. Na unaweza kusikia na Corneille Nangaa anasema vile, wewe maneno ya kupenda kuamsha raia, kuonesha kwamba hivi na complot na huenda ilikuwa haipo. Kwa sababu ingekuwa hipo kama ingeonekana wakati wa mula wake wa miaka 5 ambayo imepita. Ikiwa wafanya siasa wanajikogotea blanketi kwa wakati huu wa kampeni. Ndio. Mambo ninayokuambia yamebadilika kwa mambo ambayo nilianza kuyasema tangu mwaka wa 2019. Yamebadilika nini? Mimi Maungano Kiyoka nimebadilika. Mambo yote ninayoyasema leo ni yale ambayo ninayafuatilia vizuri. Nimekuambia kwamba nchi yetu inahitaji kupata viongozi wazuri. Nchi yetu inahitaji kupata viongozi wenye kuwa na akili timamu, wenye kupenda nchi, wenye kupenda Kongo. Na ndiyo maana ninawaambia Wakongomani kwa kupata amani,
nchini mwetu Kongo Ndiyo. kwa kupata maendeleo bora ni President Martin Fayulu Madidi namba 21. Je, unaweza kujiuliza kwa nini hao wengine wafanya siasa wote wanamfuata tu yeye President Martin Fayulu Madidi? Bwana Maungano, kwa nini? Tutaendelea Bwana Maungano Kioka. Kitu ambacho mwenzako ameharibisha kwenye miaka 18. Wewe kwa miaka 5 unataka unaweza kuibadilisha kweli? Kwa nini rais yupo? Msiangalie jinsi ya kumpusia kama vile opposition anatumika vizuri hata muhula mwingine wa miaka. Wakati unaposema hivyo, najiuliza, je, wewe ni Mkongomani au ulitoka Burundi jana au ulitoka Rwanda jana? Mimi ni Mkongomani halisi. Uko Mkongomani. Ndiyo, twende. Unajua mtu akishazoea mateso sana, kuna mwandishi mmoja alisema kwamba ukishaweka mafiga yako karibu na wese, unazoea ile harufu ya wese. Kila wakati harufu inapotoka unazoea ile harufu ya wese. Na wakati harufu haitoki unasikia sasa kama vile hauko bien. Le fait ya kukubali ya kuishi ndani ya mateso, tunaona deja kama vile vitu vyote vinakuwa normali. Nitakuuliza swali hili. Ilifo Wakongomani waendelee kukufa mpaka wakati gani? Ilifo tueneze nombre gani ya Wakongomani wenye wamesha kufa ndio tupate maendeleo? Leo tunakuwa na milioni 27. Maendeleo yako yanafanyika na uongozi ambao upo kwa sasa. Haujawahi kusikia development ya 45 territoire katika vijiji vyote ambavyo vinapatikana. Ile development ndio, ile development ya 45 territoire na iona ku Facebook, na iona ku WhatsApp. Ndio. Na kuuliza, je, Uvira ni territoire au haiko territoire? Iko territoire kufuatana na shirika la CNDC limesema. Asante. Ndio. Ile territoire nayo iko mwele 45 au haiko ndani? Ipo kwa sababu. Asante sana. Ndiyo. Sasa nini imefanyika hapa mjini Uvira? Nitakueleza budget ya ile projet. Nini imefanyika hapa mjini Uvira? Nafikiri ya kwamba inaomba tupende Kongo yetu. Watu wanatoa ripoti kwa makaratasi. Mimi hapa mjini Uvira, province ya Sud Kivu, sina haja ya histoire. Sina haja ya kuniambia walifanya hivi. Nataka nione le concret. Kwa sababu sote tuko ndani ya Kongo. Ndiyo. Tuko ndani ya kikapo kimoja, Kongo. Walijenga barabara. Walisema walijenga 32,000 kilometre. Ndiyo. Très bien. Hapa kwetu Uvira wamejenga ngapi? Walisema kwamba watatengeneza kilomita 15. Tayari muhula umeshaisha. 18 mois. Hawakusema watajenga 32,000 kilometre. Walisema wameshajenga 32,000 kilometre. Mwa ile 32,000 kilometre Uvira walijenga ngapi? Unaweza kunijibu? Haipo. Hawajajenga. Maendeleo yapo wapi? Nafikiri ya kwamba tutoke ndani ya historia. Tutoke ndani ya maneno ya kusikiliza. Ulisikia uzinduzi rasmi wakati wa ujenzi wa barabara hii ya Uvira. Ndugu, ya barabara taifa. Walizungumza kwamba unajua kuna wakati 18. kuna wakati mnasema Wakongomani inaweza kusaidia. Kuna wakati mnasema na mambo yanaleta kama vile kinya. Ninakuuliza swali hili. Felix Chilombo kwa kongre alisema ya kwamba amesha jenga 12,000 kilometre 32,000. Sasa nakuuliza, mwa ile kilometre 32,000 Uvira walijenga ngapi? Wewe unaniambia wamezindua. Yani kusema haiko mwa ile ripoti. Ile iko mambo ya gouvernement. Mwingine raisi atajenga ile barabara. Ni kusema ya kwamba tuache mambo ya fanatisme. Tuache mambo ya kujiweka. Tupende inchi yetu. Mimi nakwambia hata Chilombo anaweza kumaliza miaka 100 mwa hii inchi. Hatuwezi kutegemea kitu kwa sababu hana zile resources, hana zile nguvu. Langu lingine ambalo lipo hivi. Je, ni kweli ambalo kusikia kufuatana habari ambazo zilizopo ya kusema kwamba Martin Fayulu vile vile amechukua pesa kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi kwamba anaweza akawa mtu ambaye anaweza kuleta shamra wakati wa kampeni za uchaguzi? Unasikia, unajua Wakongomani wanakuwa ni watu wenye kusema mambo ambayo wanapata barabarani. Nitakuuliza, je, unamjua President Martin Fayulu Madidi? Unamjua? Amefika hapa Uvira, tushaka kumuona na Bukavu vile vile. Ulimuona kwa sura. Je, unajua jinsi alivyo, jinsi alikomaa? Nitakwambia ya kwamba tangu Mungu alivyoumba Kongo hadi leo, hatuna mfanya siasa,
ambaye iko kama vile President Martin Fayulu kwa vitu viwili. Jambo la kwanza, hakuna msomi ambaye tuko ndani ya wafanyasiasa ambaye tuko naye ambaye amesoma kwa jasho lake, kwa jasho la wazazi wake, na akapata vyeti ambavyo President Martin Fayulu iko navyo. Hayupo na haja kuaga. Wote ambao tunao walisomeshwa na government ya Kongo. Ni wale ambao tayari ameshakuwa ministre, ameshakuwa gouverneur, sijui ameshakuwa nani, anaenda kusoma cours du soir, anapata diploma. Unafahamu kwamba Dr. Denis Mukwege na amesoma kwa jasho ya wazazi wake. Ninakwambia hivi. Matata Ponyo vile vile. Matata Ponyo alisoma akiwa nani? Akiwa premier ministre. Niambie ndani ya hii Kongo, wewe uko premier ministre, wewe uko gouverneur, hata Kiza Muhatu hapa Uvira aende kujiandikisha kwa universite, kesho atakuwa professeur. Il faut être sérieux. Na il faut kuheshimu watu ambao wameteseka, wamepata mali yao, wamesoma kwa jasho yao. President Martin Fayulu Madidi, niambie ni nani ambaye anakuwa na vitu ambavyo President Martin Fayulu Madidi iko navyo, ambavyo amevipata kwa akili yake timamu, amevipata kwa jasho yake mwenyewe. Unasema Felix, je, unaweza niambia mimi Maungano Kiyoka niko hapa, niko na kwangu, nimenunua, sijaiba ndani ya kasha ya serikali. Yes. Nimeununua kwangu kwa jasho langu. Niambie Felix Chilombo alipokuwa citoyen lambda kama vile wewe, alipokuwa raia kama vile mimi, nionyeshe parcela aliuzaka, nionyeshe kinga moja tu yenye aliuzaka wakati alikuwa kama vile wewe. Kisha leo tayari ameshaiba mali ya Wakongomani, sikiliza. Mtu akitumika anatakiwa kulipwa. Sikiliza. Ndiyo. Amelipwa nini wakati analipwa zaidi ya milioni 2,000 na mwalimu analipwa $80? Kwa nini ununue wakati unapewa hizo hela? Ile ni wizi. Ni kusema hivi, wizi unatumika. Felix atatoa pesa wapi za kupatia President Martin Fayulu Madidi? Atazitoa wapi? Ni kusema yale ni mambo ambayo mnafabrike ili muone kama vile mtaleta madoa kwa mtu, lakini ujue ya kwamba President Martin Fayulu Madidi yule ni mtu ambaye si mtu wa rushwa, hapana. Na ingelikuwa ni amepewa ile pesa, Bwana Maungano Kiyoka litupate kumaliza. Waambie yeye Felix yeye mwenyewe ayaseme hadharani kwamba amempatia zile. Bwana Maungano Kiyoka, Felix Chilombo hawezi pata pesa za kukorrompre, hata mimi hawezi pata nazo. Mimi nikishakuwa gavana, nikishakuwa ministre, nikishakuwa kwa cheti kile ambacho amekifanya, kwa akili yangu mimi naweza nikamtambuka, kwa sababu wakati yeye alikuwa kama vile mimi hakufanya vitu ambavyo mimi navifanya. Kwa hiyo nafikiri ya kwamba ni vizuri kuheshimu watu. Ndio Bwana Maungano Kiyoka, ili tupate kuendelea na tupate kumaliza, ni projet de societe gani ambazo anaanza kuwa iko nazo Martin Fayulu upate kusaidia raia? Je, ile tu ya kusema kwamba atarenforcer wa militaire wa jeshi ama aje? Asante sana. Nafikiri ya kwamba hapa tunakuwa na hii kitabo. Ndio. Kama ulifuata mitingi ya President Martin Fayulu Madidi, hii tunakuwa nayo, tunaita ni manifesto ya Kisangani. Ndio. Na nikigeuza hii manifesto ya Kisangani, hapa nyuma kunakuwa picha. Ndio. Picha zinazokuwa hapo, ukiangalia vizuri hapa, utaona niko kwenye picha hizi. Ni kusema ya kwamba mimi Maungano Kiyoka Maki na mwenzangu Mahuno Kamba za Paulo na Espoir Kalolo, ambayo mnawajua kwamba ni wafanyasiasa wa hapa Uvira. Sisi tuliparticipe ndani ya elaboration ya hiyo ambayo unasema projet de societe. Sisi tulikuwa ndani ya uundaji wa ile projet ya societe. Na sasa sisi kama unataka kuangalia vizuri, tunakuwa na 4 piliers. 4 piliers ambazo zitakuwa ni kusema vibambazi 4 msingi wa gouvernance yetu. Na ya kwanza iko etat de droit et légitimité. Iko hapa. Nadhani hata rais wa sasa alitumikisha. Ya pili, etat de alitumikisha wakati wote walioiba mali ya nchi, rafiki zake aliwachia jelani kisha kawatoa. Wale wenyewe waliiba mali ya nchi, zile pesa uliziona? Tuendelee Bwana Maungano Kiyoka, tuendelee. Nafikiri ni vizuri kuelewa etat de droit ni nini. Etat de droit ni kusema ya kwamba uwa mkubwa, uwa mdogo, ukiwa na kosa utahukumiwa, utahazibiwa kulingana na makosa yako. Nile tunasema etat de droit. Pilier ya pili
ni intégrité nationale, intégrité du territoire national. Leo Bunagana haiko. Tayari Felix alipana kwa Rwanda na kwa Uganda. Hajaipana, hajakuwa na uhakika kama ameipana. Kwa sababu kangi wanapambana kwa ajili ya. Wanapambana na wanani? Magaidi wa M23. Wanapigana na wanani? Jeshi la taifa wanasaidiana kupigana na. Nasema hivi, hawapigani. Wako katika teatre. Ya tatu ni cohesion nationale. Cohesion nationale ni kwa nini? Ni kwa sababu ndio Felix ndiye amekuwa wa kwanza kupreshe tribalisme. Leo unaona namna gani sasa wakongomani wanakuwa deshire. Leo amechia kabila lake kuwa mbele kwa nchi yetu, kwa nchi yetu yote. Na kibambazi cha ine ni gouvernance intégrée. Gouvernance intégrée ni kusema watu wote wanapashwa kuparticipe ndani ya uongozi wa nchi, kuanza kukartie kuavni hadi kwa ngazi ya mwisho. Na tunakuwa na 6 priorite. Zile 6 priorite zinakuwa hapa. Na baada ya hizo 6 priorite tunakuwa na 18 defi ambayo tutazitumikisha. Ni kusema ya kwamba tangu kampeni imeanza, hii sisi tumeifanya tangu tarehe 11 hadi tarehe 14 za mwezi wa 7 mwaka wa 2022. Tulifanya kwa Kisangani. Na tuko le seul parti politique ambao tuko na hii projet de société. Uko nasikia wengine wanaenda hawana hata projet de société. Na nikirudi hapa mjini Uvira, hawa wote wanaosindikiza wa candidate wamoja hapa Uvira, waulize wamoja ni wa candidat député national, wengine ni wa ministre. Waulize projet de société yao, est-ce que wanaijua? Na est-ce que waliparticiper mu élaboration yao? Hawajua hata chochote. Ndio maana nimesha kukudetailler projet de société yetu, les 6 piliers, les 4 murs, les 6 piliers na 18 défis. Siko ndani ya kitabu hiki. Na kama ulifuata ndani ya meeting, ndio ilikuwa meeting ya President Martin Fayulu Madidi. Nikusema ya kwamba Martin Fayulu Madidi ni president ambaye hata kwa 2018 walisema kwamba ni yeye president wa changement. Na ile changement itatoka ndani ya mtu ambaye anayekuwa na akili timamu. Mtu anayekuwa na akili timamu, mtu anayependa nchi yetu, hapana wa commerce, hapana wafanya biashara. Kwa hiyo ndio maana ninawaomba wakongomani wote neno lako la mwisho kubali mwito wa kumchagua President Martin Fayulu Madidi ili tujenge Kongo yenye kuwa huru, Kongo yenye kuwa na nguvu, Kongo yenye kuwa na maendeleo. Kwa sababu President Martin Fayulu Madidi ni kama vile mti wa ndimu. Ndimu tayari zimeivya, kila mtu anahitaji kuchukua kwa ile ndimu. Kwa hiyo tusikuwe distrait. Tusikubali hawa wafanya biashara. Tusikubali hawa watu ambao wanakuwa kama vile wakigingi msiasa kuja kutudanganya. Hapana. President Martin Fayulu Madidi ni yule ambaye anakuwa na uwezo wa kubadili maisha ya wakongomani. Anakuwa na namna ya kusaidia Kongo. Leo tuko na vita. Bunagana Kongo tunapigwa, lakini haisemwi tena. Wanasema Palestine, wanasema sijui Ukraine, lakini Kongo tuko isole. Ijapokuwa huko nasema kuna wengine walifanya diplomasi. Ni diplomasi gani? Mtu ambaye atatusaidia ni President Martin Fayulu Madidi. Na inaalika wakongomani wote kumchagua President Martin Fayulu ambaye ni namba 21. Asante sana. Mimi nawashukuru sana. Ndugu mtazamaji wa channel yetu Mwana Weka TV, umesikia maungano Kioka ambaye kabisa yuko maneno mengi sana ambapo huenda hata leo tungepata gisi ya kumaliza hayo. Lakini hata katika wakati nyingine na kipindi kingine utasikia jinsi atakavyozungumza sana mengi zaidi kuhusu kitabu ambacho amekiandika Kakistokrasi ya siasa ya Kongomani. Ni kitabu kizuri sana ambacho unaweza kitafuta kwa mitandao ya kijamii unakipata, unajua siasa jinsi inavyoendelea. Na mimi ni mtangazaji wako mwendeshaji wa kipindi naitwa Rafael Seko Roger. Niko kabisa na mwaliko wangu ambaye amezungumza mengi sana umesikia. Usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwana Weka TV ili upate kuwa kwanza kila siku kupata vitu vyetu vipya. Asante kwa muda wako, alamsiki.